Nashukuru sana kwa nafasi, nashukuru sana kwa maonyo, kwa maelekezo. Sisi ni vijana ambao tunakuwa, tunampenda Mungu sana. Na tunatamani kuona nchi yetu ikiishi katika namna ambavyo kila mmoja anaifurahia. Kwa hiyo tunapoona kuna vitu haviko sawa kwa platform ambazo Mungu ametupa, tunajaribu kupaza sauti huku na huku. Lakini pengine hayo tunapata ujasiri kwa sababu kuna mabega tumekanyaga. Na moja mabega ambayo tumekanyaga ni nini ambayo umetutangulia. Kwa hiyo unajaribu kuzungumza hiki, unajaribu kuzungumza kile, lakini unaangalia huko nyuma kuna mtu ambaye amekuwa akizungumza hivi. Kwa hiyo mimi sasa niseme tu nimefurahi kwa sababu yule ambaye nilikuwa namuona mtandaoni nimemuona physically, lakini pia nikajua labda itaishia kule kwenye kunionya. Nimekuja hapa tena umeongezea tena. Ngajaribu kujielezea lakini mwisho ukaniambia pamoja na hayo, lakini bado mwisho wa siku mpira unaweza kusema ni shida sana. Lakini unakuweka karibu na kukosea. Ndio kanipa na mfano mzuri sana naelewa. Kwa hiyo kuanzia sasa wasipoona wakiona sitabiri mipira sasa wanajua shida ni wewe sasa. Na kukusema mimi nimemaliza, asante sana. Asante sana mtu wa Mungu. Tumefika mwisho. Nadhani umeenjoy. Amen. Amen. Mtu wa Mungu, leo niko na kijana wangu Dennis, ananiita mzee mbarikiwa. Amesikia kunitembelea. Na moja kitu ambacho mimi pia nitamani kumtembelea, kuonana naye. Moja tu kumshukuru. Nilipokuwa gerezani wote walionitaja sauti yao, neno lao lilikuwa la thamani sana kunitaja wakati ule. Kwa wakati nilipotoka niliangalia kila aliyenitaja kwa namna yoyote, nilimwona alikuwa mtu wa maana sana kwa sababu inawezekana kunitaja kwake kulihusika mimi kutoka hai gerezani. Lakini zaidi ya hayo ni kijana ambaye ana harakati nyingi, ana mambo mengi, ana namna nyingi ambazo anajaribu kufanya huko. Na katika mengi aliyojaribu kufanya hapa katikati sema kitu fulani kuhusiana na mipira, mimi nikaweka vizuri. Lakini wakati nimeweka vizuri kwa mara ya kwanza akatoka clarify kufafanua, nilichoshangaa ni kwa mara ya kwanza niliona mtu mwenye umaarufu, mwenye uhubiri anaweza akaniheshimu mimi. Akaniona ni mtu wa kuheshimika, hata walau kuniita mzee, kuniita baba, yani kunitamka kwa heshima kiwango kile. Pamoja na kuniheshimu vile, lakini bado kuna wakati nilimweka vizuri juu ya hilo la mpira. Mimi si shauri kumlazimisha mtu mpaka afuate afanye yale ninayo shauri. Lakini wakati mwingine ni heshima kubwa sana ukiona walau kuna namna nyingine ni kama imeonyesha kuheshimu. Mimi kimsingi ukinijibu najua ujumbe umefika. Ukifanyia kazi tu kile ambacho nilikuwa napigia kelele najua ujumbe umefika. Kwa sio lazima tuonane kama hivi. Lakini yeye akaweka shauku moyoni mwake kwamba nikienda Mbeya tu ni lazima nitaonana na mzee wangu. Lakini mimi jambo kubwa nimesema mimi ni mwahi kucheza mpira huo ambao nilimchallenge nao. Kwa nafahamu wakati mwingine kocha hutumia uwezo wa mchezaji. Yani anaweza kasajili mchezaji leo hajafanya mazoezi na wenzake na kesho akamuingiza akacheza na wenzake na bado akafanya vizuri. Kwa hiyo mimi huwa sikai karibu na hawa kwa sababu nataka pengine tuwe timu moja, tuwe kikundi kimoja. Mimi nakaa na hawa, nakuwa karibu na hawa ili kama kuna kitu naweza nikamsaidia na yeye akakiona naweza nikamsaidia, naweza niwe namsaidia. Lakini la sivyo wanapenda kwenye harakati zake zile vile anavyofanya. Ni wale wachezaji nao sema mpaka nimemuona, manake ni mpambanaji. Ni mchezaji ambaye peke yake anaweza kaamua mchezo bila hata maelekezo ya team manager. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo nalazimika kumwacha aendelee na namna anavyoendelea. Mimi kikubwa ninachosisitiza asitende ubaya wa aina yoyote, na asikemea anachokemea kwa maslahi ya mtu fulani, bali kwa sababu anajua Mungu amekataza usilopenda kutendewa usimtendee mwingine. Kwa hiyo kwa lugha fupi ameonyesha heshima sana kwangu. Mpaka hapa amekuja, nimeongea naye mengi. Wakati huu ni usiku, karibia saa 2 na dakika nyingi, lakini amekuja saa 10 saa 9 ile. Nimeongea naye mengi, lakini nimetaka tu walau kwa ufupi ni onekane naye kwenye mitandao ajue mimi ni baba mzuri kwa mambo mema tu. Mimi ni baba mkali mbaya, hata awe ni yeye mwenyewe akifanya siku nyingine vitakataka
ataniona nikimlalua ili nimpange, lakini kwa sehemu kubwa kwa sasa, kwa sababu najua ananiheshimu kwa kipande kubwa, najua mengi kama kutakuwa na baya ambalo ni lazima nilishughulikia, naweza hata nikampigia simu tu kwamba hilo jambo sidhani kama lina afya, lakini nikiona limeshaleta madhara kwenye jamii, ili watu wasije wakasema Mbarikiwa yule mtu uliye pamoja naye amefanya hivi, bila shaka wewe ndio uliyemtuma, wewe ndio uko pamoja naye. Hayo anaweza akaniona natokea mtandaoni na kunawa na kuyakataa kwamba sihusiki kwa jambo kama hili. Anyway, sitaki kuongea mengi, sisi tumeongea mengi, nimemsikia kwa mengi, nimemfahamu kwa undani, na bila shaka naye alitaka kufahamu Mbarikiwa ni kitu gani. Kanifahamu kwa mengi, hayo itabaki kuwa siri yake, mebaki kuwa siri yangu. Mimi kimsingi nitakuwa najua tu, okay, akifanya kile nasema ndio maana pale nimeona vile, ndio kumba na ufahamu ule. Kwa hiyo mimi nimefahamu mengi kwa kuongea naye, na bila shaka yeye amefahamu mengi. Mimi nimefika, nisiongee sana, pengine kama ataniuliza swali la kunichokonoa ndio nitafafanua, lakini sivyo. Hebu nimruhusu sasa Dennis, kama una lolote, karibu. Kwa nini hujasema Nabii Dennis? Kwa nini umesema Dennis? Si vitu hivyo vya nabii. Mimi nabii mpaka nikuone umefanya kitu cha unabii ambacho Biblia ina match hivi ninavyowasikia mbarabarani hivi. Mimi sio mzuri wa kutamka kutumia jina. After all, Yesu atutumie jina Nabii Yesu, Mwalimu Yesu. Tatumia tu Yesu. Watu ambao walipevuka, walienda mbali, hawakuhangaika na nabii, mtume, mwalimu, mchungaji. Ndio maana wewe angalia, mimi naitwa tu Mbarikiwa. Unaweza kukuta nina makanisa ambayo ningeweza kuitwa askofu, nina kanisa ambayo ningeweza kuitwa mchungaji, lakini mimi jina linalofahamika sana ni Mbarikiwa tu. Sio Mbarikiwa kwa sababu nimebarikiwa, nilipewa hivyo. Hilo Mbarikiwa ni jina la Kinyakyusa, inasema Nsajigwa. Nsajigwa tafsiri yake ni mbarikiwa. Nilianza kutamka Mbarikiwa baada ya kuona Waswahili wengi wanashindwa kulitamka Nsajigwa kabla yule mchezaji hajakuwa maarufu aliyekuwa wa Yanga mwaka 2001 2002 pale. Ndio maana nilianza kutumia Mbarikiwa, baadaye nikaamua kubadilisha kabisa likawa Mbarikiwa. Yes. Nimekuuliza kwa nini hujani address kama prophet, kwa sababu swali langu la mwisho kwako nilikuuliza watu wakutambue kama nani. Ndio. Baada ya kuona sasa kwamba watu wote ni Mbarikiwa. Sasa nikataka kujua watu wakutambue kama nani. Kwa hiyo kama kuchomekea kwanza, kuna unasema prophet, lakini lengo langu ni hili kwamba watu huko mtandaoni wanatamani kujua wakuiteje. Wakuite mwalimu, wakuite nabii, wakuite kuhani, wakuite nani? Kwa sababu sasa unawapa shida sasa. Mtu anataka kuaddress kwa heshima yako. Ndio. Sasa atumie jina gani sasa? Okay. Hilo jibu nimemjibu. Nikujibu tu mtazamaji kwa faida yako. Nimwambia kazi yangu ndio itanitambulisha. Nikiapia kwako kama mchungaji, utaniita mchungaji. Nikiapia kwako kama mwalimu nikakufundisha, utaniita mwalimu. Nikiapia kwako kama mwinjilisti nikakukemea ama nikahubiri kitu kinacholeta wokovu ndani yako, utaniita mwinjilisti. Kadhalika Yesu aliitwa mwalimu, aliitwa nabii, yule akina Paulo aliitwa mitume, ameitwa walimu, ameitwa majina. Kwa hiyo mimi kwangu utaniita jina, kazi nitakayoifanya kwako. Nikiapia kama mchungaji, utaniita mchungaji. Nikionekana, nikisema, nikifanya jambo kama mwinjilisti afanyavyo, utaniita hivyo. Nikionekana kama mtume, utaniita hivyo. Kwa sababu najua hata kama Mungu aliniamini mwanzo kwa huduma pengine ya uinjilisti, ikiwa nitakuwa mwaminifu kwenye ile huduma, Mungu anaachilia sasa na zile huduma zingine, kwa sababu sisi tuliumbwa kwa mfano wake na kwa sura yake. Yeye ana karama zote 9, yeye ana huduma zote 5. Kwa hiyo tukiwa waaminifu katika kilicho kidogo, Mungu tuamini katika mengine yote. Mimi ndio maana mimi kija hapa kanisani huwa nafundisha. Huwa mnaita walimu. Huwa ninakemea uchafu kanisani na wapi mnaita uinjilisti. Huwa ninachunga, mnaita uchungaji. Na tabiri. Kwa tabia hii utaishia pale. Utaniita nabii. Na enza kuanzisha makanisa na kuyawezesha na kuyaacha, mnaita mtume. Na kwa hiyo mimi tabia karibu zote unaweza kaziona, lakini nikiwa mbele yako nimeapia kama nane, nimefanya nini wakati niko na wewe, utaniita hilo. Ukiwa unakosoa kwa wengine utakuta mkosoaji, hakuna shida. Walipewa majina mbalimbali, sio tu hayo ya huduma 5. Sawa. Lakini pia kuna jambo ambalo nataka nifahamu hapa, kwamba kwa nafasi yako wewe, wewe sio mtu mdogo. Sio tu kwenye mkoa huu wa Mbeya, kwenye taifa la Tanzania. Kwa maana kwamba ukitaka kuonana na mtumishi yoyote, inaweza siwe ngumu kwa title tu ya Mbarikiwa.
Kwa nini umechagua njia hii ya kuwalipua watu wanapoonekana wamekosea? Huoni kama hii unawaharibia heshima yao waliojenga kwa miaka mingi? Tofauti na kwamba labda ungetafuta namba yake ukampigia, ukaenda ofisini kwake, ukaomba appointment, ukakaa naye kama mimi nilipokuja hivi, ukanionya Dennis ifanya hivi. Huoni kama hiyo ingekuwa na busara zaidi? Kuna sababu mbili za kufanya kitu kuwalipua, lakini kimsingi sio kuwalipua, ni kuwajenga. Lakini kuna sababu mbili. Sababu ya kwanza, kiumbe anayeitwa mhubiri mkubwa au mtu mkubwa hafikiki, haingiriki, hapokei simu, hakubali mahojiano. Wakati fulani wahi kumtafuta Mzee Kakobe, nilienda kanisani kwake, wakasema huwezi kumkuta mpaka uandike barua. Nikaandikia pale barua, nikaweka na namba ya simu, nikaupost ile barua, sikurudishiwa jibu la aina yoyote kwamba hata amepokea, amekataa, hajaelewa. Kulikuwa na kitu nilikuwa nataka kufanya. Niliwahi kwenda kwa Mwingira pale, niliwahi kwenda na anyway, wengine hata nisiwataje. Ni namba za wahubiri wengi sana. Wengi karibu unapotaka kuongea naye unakuta hata apokee simu yako, unaandika ujumbe, mimi ni fulani, apokee. Lakini jambo la pili kubwa, kwa nini tuseme hadharani? Makosa yanayofanywa ambayo huwa tunayasema hadharani yanakuwa yamefanywa hadharani, yameshaonekana mtandao, yameshaathiri watu wengi. Wakati mwingine hata ukiongea na mtu akasema kweli hilo nimegundua ni kosa, harudi mtandaoni kwenda kulifafanua kwamba jamani nimegundua hili ni kosa. Wale watu wanabaki wameathirika na alichokijenga mwanzoni. Kwa hiyo, lakini ni mara chache sana kuongea na mtu kumsaisha akakubali, ama akakupata nafasi ya kumsaisha. Mwisho wa siku, kwa sababu jamii inaathirika, jamii inaona kila ambacho mlikisema alikisema ni sahihi. Unapoongea kukikanusha kile, unaijengea jamii sasa picha halisi kwamba hiki hakikuwa sawa sawa, chenyewe ni hiki. Yohana katika Isaya 40 amesema itengeneze njia ya Bwana jangwani. Kila palipopotoshwa patanyoshwa, kila palipoparuzwa patasawazishwa, kila bonde litainuliwa na kilima kitashushwa. Haya ameyasema Bwana. Kwa hiyo Mungu angetaka kunapotokea jambo lolote baya, ukiambiwa mhubiri utoke tena useme hili lilikuwa baya. Lakini kama sivyo, mtu mwingine yoyote, kwa sababu kuweka wazi ubaya wako sio kudhalilisha. Biblia inasema fichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali azungamaye atapata rehema. Kwa hiyo kuweka wazi ubaya sio kudhalilisha, ila utadhalilishwa kama umekusudia kuendelea na ubaya huo. Lakini kama hujakusudia kuendelea, kwa sehemu kubwa hiyo inakuwa tiba kwako na kwa watu wengine. Pengine umewahi kuwaza siku ukikutana nao utaweza kusema nao vizuri kwa furaha zote na wakakupokea kwa uzuri? Mfano unakutana na Mwalimu Kasege, Mwamposa na wengine wengi ambao umekuwa ukiwatupia maneno makali kwa lengo la kuwakosoa ili warekebike. Hii haikupi shida mkikutana? Mfano mzuri nilivyokukosoa wewe, nilivyokukemea wewe. Wewe umeonaje tulivyoongea na wewe? Tumeongea kama adui? Mimi naona kama yangu ilikuwa kidogo na nafuu. Sasa ni nafuu. Ulionje kama mtoto pengine. Sasa ni nafuu kutegemea na moyo unaopokea. Lakini nitoke huko. Karibu wote niliowahi kuwakemea, tukionana unichukulia kama masihi wa Mungu. Unipenda sana. Kuna kijana mmoja anaitwa Joshua, yuko ni nabii, aliwahi kuwa rais wa manabii, yupo Morogoro pale. Wakati na walalua, kuna siku aliponiona Iringa akasema, masihi wa Bwana nikushike tu mkono. Aliona gari yangu ina mapicha picha, baadaye akaenda akaipini kwa mbele. Masihi wa Bwana naomba nikushike tu mkono. Wewe unayoyafanya kuchukia tunachukia, lakini unatusaidia sana. Kuchukia tunachukia, kama ni kudhuru tunaweza tukakudhuru, lakini usiache. Unatusaidia sana. Siku moja, kama alimaanisha hivyo au hakumaanisha hivyo, Mwakasege aliwahi kuja kwenye msiba wa msaidizi wake mmoja anaitwa Mwangosa, alifiwa na mama yake. Akiwa amekuja pale kwenye msiba, mimi sikuwepo, walikuwepo vijana wangu, ila nafanana nao sana. Lakini Mwakasege alipoona, kwanza aliwasalimia akapita, lakini mmoja wa msaidizi wake alirudi kwa wale vijana akasema, mwalimu kanituma, sio kama alimtuma au ni mtashi wake. Amekuja, ametaka niulize, hivi wewe ndiye mbarikiwa au sie? Sasa wale vijana iliwaondoa hayo maneno, wakaambia tu mimi ndiye. Akasema yani mwalimu anasema tunabarikiwa sana na utumishi wako,
lakini pia mke wangu ni moja mtu anayebarikiwa sana na utumishi wako. Kwa nataka ufahamu, kwa kuwa ninavyokemea watu sisukumwi na chuki. Ni pendo. Biblia katika Mithali 28 mstari 23 inasema mkemeaye mwenzake hatimaye atapata kibali kuliko ajipendekezaye kwa ulimi wake. Kwa hiyo kinachofanyika pale ni kwamba unakuwa ni upendo wa kiwango cha juu sana. Kwa mtu anaweza akanichukia hivi kwa nje, lakini baada ya muda, au akanichukia kwa sababu tu watu wanamzonga, amekusema vibaya, lakini kwenye moyo wake anasema huyu ndio rafiki wa kweli. Huyu ndio utumishi wa kweli, kumwambia wazi wazi mtu anayekosea. Labda nikitaka kuongezea kitu kidogo hapo. Watu wanatamani kujua mtu akitaka kuja kuoa binti wa kanisani kwako, pengine kuna vitu wanaviangalia. Kwa hiyo kijana, kuna vigezo fulani umejiwekea kwamba vigezo hivi ndio kijana aje aoe binti wa kanisani kwangu, la sivyo siwezi kuozesha binti yangu, kulingana na malezi ambayo umeyatoa, kwa sababu inaonekana kuwa na malezi fulani yenye msimamo fulani hivi. Pengine inaweza ikafanya mabinti zako kabaki single muda mrefu. Nataka ujue kwamba malezi yenye msimamo hatuna pia kulazimisha, lazima wote wayatii kama yalivyo. Ni hiari, tunamuonyesha njia, lakini pia anaweza akachagua njia nyingine. Binti aliyeiva kabisa hapa kanisani hawezi kumkubali kijana yoyote, sio wa hapa au wa kule, isipokuwa kijana mwenyewe. Sisi tuna form maalum. Huwezi ukamchumbia binti kwa kumtongoza barabarani. Ujue huyo ni katikati ya mamba na kenge wapo. Ujue huyo ni kenge. Sisi binti ukitaka kumtongoza, kuna fomu unaijaza. Unakuja hapa kanisani, unaijaza ile fomu. Mimi ni fulani, nimezaliwa mwaka fulani, nasali kanisa fulani, nina watoto kadhaa, nimewahi kuzini mara kadhaa, zaidi ya mara mbili, nasema zaidi ya mara mbili, kwa sababu inaweza ukumbuki. Nimewahi, kama ni binti, nimewahi toa mimba, sijawahi toa mimba. Unaviainisha hivyo vyote na muoa kwa sababu nimeona tabia gani, mimi mwenyewe nina tabia gani. Ile fomu tukiipata ndio tunayotumia kuprove maisha yako. Kama yale ulioyasema ndio unayoyaishi, binti mwenyewe ataprove. Akitaka sisi tumsaidie, tutaprove ili aepuke, kwa sababu sehemu, kwa mfano ni kijana anaoa binti ameshatoa mimba sana, akienda kujulia kule ndipo ugomvi unapoanzia. Anaolewa na kijana ameshazini sana, akienda kujulia kule ndipo watakapoanzia matatizo makubwa. Kwa tumeweka utaratibu, lakini lugha fupi. Swali lako limekuwa fupi, lakini mimi najibu marefu. Lugha fupi ni hivi: ni vigumu sana kijana wa imani nyingine akaoa binti hapa aliyeiva kabisa, kwa sababu walioiva kabisa, hata vijana wa hapa mpaka amemuoa ni shughuli kweli kweli. Hapa mpaka watu walidhanigi hatuagi na tunakataza watoto kuolewa, lakini ukweli wanaolewa. Tumekuwa na harusi juzi hapa, tumefungisha, na wiki ijayo tarehe 15 nadhani tuna harusi. Na sisi harusi zetu hapa sio zile za kisheria kama unafahamu kanisa letu, kwa ni harusi za kuwabariki kama watoto, kwamba watoto wetu za familia. Kwa tunawabariki tu kama watoto, tunaombea baraka, tunawatakia maisha mema, na wazazi wao wanakuepo. Wakitaka cheti cha serikali wanaenda bomani, wilayani kuchukua cheti hicho serikali. Sisi kwa sababu sasa Mungu ameruhusu tuwe hivi, basi sisi tunaunganisha tu kama ndugu na kuwabariki kwa neno la Mungu. Pengine umeshapata changamoto, binti yako ameolewa afu yakaja malalamiko kwamba hakidhi vigezo ambavyo yule bwana alikuwa ametazamia kwa huyo binti, na hatimaye akatisha hata kumwacha. Tumefunga ndoa, mimi tangu nianze kanisa nimefunga ndoa zaidi ya 10 nadhani, kama sio zaidi ya 6, 8, 10 hivyo. Ndoa zote hakuna iliyovunjika hata moja. Katika ndoa zote hizo, nyingine nimefunga mwaka 2015 kama sijakosea, 2015, 16, 18, 20, yani ndoa zote kwa miaka hakuna iliyovunjika. Na kwa sehemu kubwa hususani walioendelea kusali hapa wameendelea kuwa bora zaidi. Lakini wale ambao hata waliondoka, lakini kwa misingi ambayo niliwawekea,
kwa sehemu kubwa hakuna ndoa iliyovunjika. Wow, vizuri sana. Kwa sababu mimi nimeipa nafasi ya mtoto, nitauliza maswali mengine angalau kama mtoto. Unavyoonekana ni mtu mkali, mtu mtata, mtu wa msimamo na una mke. Tutamani kujua hivi kuna nafasi kweli ya mapenzi ya baba au ya mapenzi ya mume kwa mke? Pengine au muda wote tu ni misimamo tu. Kuna muda mnacheka. Kuna muda unambembeleza mama, anajisikia naye kubembelezwa, au ndo muda wote tu ni hivi? Kifupi mimi utakuwa rafiki yangu ukifanya mazuri. Sina mke, sina mtoto, sina muumini, sina we nabii, sina we ni mtawala, sina we nani. Utakuwa rafiki yangu kitenda mema. Daudi anasema wakuchao wanione na wafurahi, lakini nitawaharibu wabaya mchana kutwa. Kwa hiyo mke wangu mimi kwa bahati nzuri au mbaya ameokoka sana. Yani hajui ubaya. Hajui ubaya toka wamelelewa na mama yao. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, katika watu wanaojua tabasamu yangu, uzuri wangu, basi mke wangu ni watu wanaoenjoy, ambaye hawezi kuishi pengine. Mimi nikwambia Dennis, jambo ambalo siyasema pale na pengine watu waendelee kulifahamu. Mimi kama ingekuwa ni kuchagua, mimi huwa nasema hata kama ni kufa ni vizuri aanze mke wangu, na yeye ndo anaomba hilo. Kwa sababu baada mimi nisipokuwepo, hata wanaonitesa, wanaoua mtoto wake, hawa nitesi ni mimi, wanamtesa ni yeye. Kwa sababu mimi nimemfaa kuliko wazazi wake walivyowahi kuwafaa. Lakini sio mke wangu tu, hata waumini wangu nao waona pote hapa, wengi nimewafaa kuliko wazazi wao. Wewe hapa tuko na wewe, bila shaka unawaona wakina Modesta, kina Mbeyawa nani, hapo chini utaenda kuona hawa wazazi wao, jamii zao, dini zao kwenye maeneo mengi walikuwa waingiliani. Okay. Lakini kwa mimi ninavyoingiliana nao, hawa wengi wao wako tayari kufa kwa ajili yangu. Wow. Yani wako tayari, yani hata Modesta msikize popote kimoja, anakuambia mimi nitukane unavyonitukana, sina la kusema, sina la kufanya. Ila ukimtukana baba yangu, kamfanyia baya baba, unaniua mimi, yani hakikisha mimi sipo. Lakini mimi nikiwepo, uanze umeniua mimi. Sasa sio Modesta tu peke yake. Okay. Ni Modesta anayeongea hivyo, lakini karibu watoto wangu wengi. Sidhani kama unaweza ukawa unataka kuniua hivi, watakuacha waue kwanza wao. Wengi wao waue kwanza wao. Kwa hiyo katika mwanadamu peace, nadhani wewe mwenyewe umeona. Wengi wananichukulia kama Mbarikiwa ukienda pale pengine ntiti, lakini wewe mwenyewe umeona. Nimeshangaa umecheka muda fulani. Nimecheka. Nakacheka tena pengine. Pengine nilikuwa mjaribu kuona akicheka, leo umeona live na usikate hivi. Iende kama ilivyo. Pengine nikawa mtu pekee ambaye nimemfanya Mbarikiwa acheke live. No. Wanacheka sana. Wanacheka sana. Isipokuwa nikikuchekea ujue kuna shauku pia naweza niko nayo juu yako. Okay. Kwa sababu ya uthubutu ulionao, najaribu kukuvuta ili kwa jema unalojua ni jema ni kusaidia. Kabla sijaenda kwenye maswali serious kidogo, nikuuliza jambo hapa. Tufunge mada. Tufunge kipengele cha kwanza. Kwenye issue ya mpira nimekusikia na nimekueleza dhima yangu au kwa nini nafanya vile, umenielewa na umenielewesha zaidi. Na nimekuelewa vizuri. Wengine wewe hakuna timu yote ambayo una hata kama penzi kwa mbali tu ikifunga unafurahi au unajisikia raha? Hakuna. Iwe ndani ya Tanzania au nje, yote tu. Kabla sijaokoka chini ya mwaka 2000 nilikuwa mshabiki wa Yanga. Na katika hali yoyote mpira ni kitu ambacho kama utakifuatia kwa namna yoyote au utaangalia ngumi hivi wanapigana mzungu na Mwafrika, automatic kwa mimi yani wanapigana ngumi, hata ni michezo tu, kwa mimi wanapenda apigwe mzungu. Yani ni automatically. Maana ni mzalendo kwenye Afrika. Ni mzalendo tu kwenye Afrika. Kwa hiyo hata masuala ya mipira haya, kuna wakati mwingine mipira michezo unaweza kuutumia kama mifano ya mtu kupiga hatua ya neno la Mungu. Paulo aliwekea mfano kwamba washindanao katika michezo hapati taji isipokuwa wameshindana kwa halali, wakimbiao mbio na nini. Kwa hiyo michezo unaweza kaitumia. Kwa hiyo ni kitu ambacho automatically unaweza ukikuta hao wanashindana ukataka huyu ashinde. Ndio.
ila sio ule ushabiki wa moja kwa moja. Yani popote pale tunasema kwa mfano mimi naoneaga huruma mtu pengine anataka kushuka daraja. Unajua atatumia gharama kubwa. Si ashinde tu naye huyo. Au ameshinda masuala yoyote, lakini kuna namna tunatamani. Ameshinda mmoja siku nyingi, sasa kwa nini asishinde hapo na huyu? Ili kubalance. Sasa hiyo ni kama unafuatilia chochote, huo sio mpira tu. Chochote, mchezo wote, mashindano yoyote, uko kwenye gari wakati mwingine unajikuta kuna watu wanapigana. Sasa si apigwe tu yule. Huko unaangalia kwenye siasa wanashindana kati ya fulani, si ashinde huyu. Ingawa wakati mwingine kwenye siasa unaangalia mtu anaweza kawa na nia ya dhati kweli kweli ya kusaidia watu. Kwa hiyo nadhani hata kwenye mipira. Leo tarehe 8 mwezi wa 3, Simba na Yanga watakiwa wacheze leo. Kwa bahati mbaya hawajacheza. Kwa mfano sasa ingetokea leo akacheza. Ungetamani nani ashinde hapa? Huko siko. Yani kwenye masuala tuzungumzie kwamba kama shabiki sasa umeshasema vitu vile vikishindana automatic tutatamani kimoja kishinde. Sasa zungumza kwa ujumla tu kwamba kwa mfano kama leo sasa sio kwa sababu ya mapenzi, sio kwa sababu umeangalia mpira, leo Simba na Yanga wangetakiwa wacheze, hawakucheza. Mfano wangecheza ingeshinda ipi? Kuna namna ungesema tu afadhali. Ushabiki wangu ni ule kwa sehemu kubwa na unielewe tu hivyo. Ushabiki wangu umekaa huruma. Yani kama kuna kitu nitafuatilia. Kama Simba amefungwa mara nyingi sana na Yanga. Kwa hiyo natamani safari hii Simba ashinde. Yani nikiona hawa wengine wana mikelele sana hawa. Nasema inawezekana wafunguepo na wenyewe ili watulie, kwa sababu wanachopambania ni upumbavu. Alafu inaonekana hao wengine ndo ni kama wababe muda wote. Kwa hiyo bahati mbaya sana si mtu wa kujua nani anacheza, nani hajacheza, nani amefanyaje. Na mambo mengi ya huko siyajuagi. Lakini ikitokea yani umetoka, nimekwambia zamani ilikuwemo ile namna ya kwamba Yanga ndio ilikuwa timu yangu. Kwa hiyo ilikuwa karibu kila ninapoona wanacheza nataka washinde. Lakini kwa sasa sio huyo. Sio huyo. Yani sasa hivi hata wao Yanga wakiwashinda sana wanaoita Simba afu wakawa na maneno yenye kudhi. Na nasema hao wote wanachofanya ni mambo ya ovyo ovyo. Alafu wanatangaza naye kidogo ashinde angalau. Na washinde ili wapunguze maneno hao. Sasa tumekuelewa. Yes. Tuje kwenye mambo serious kidogo. Inawezekana nisipate nafasi ya kuongea na wewe tena. Mwaka huu ni kwa maana ya kuonana kwa kirahisi. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Wewe kama mtumishi wa Mungu, una rai gani kwa wagombea watakaojitokeza hapo mbele? Nini matamanio yako kwenye uchaguzi mkuu hasa huu? Hasa kwenye nafasi za juu kabisa. Nini ambacho unatamani wewe kama wewe? Kwamba wakikisikia hicho, yeye kama ndio dira kwamba Mbarikiwa angetamani atakuja kuongoza hii nchi apite hapa. Nini hasa? Nini pengine? Hilo swali nilijibu kabla ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Alinioji moja ya mwandishi, sio alikuwa channel gani yule. Nilijibu Mpala. Nikasema hivi, kwa hali ya mioyo ya wanasiasa na wanadamu wa sasa, mimi nionavyo wangesimamisha uchaguzi kabisa. Kwa sababu tuna watu walio tayari kupata madaraka au kubaki kwenye madaraka kwa kumfanya yeyote chochote. Sasa kuna haja iwepo sauti inayoweza ikatoa moyo wa unyama ulioingia kwa mwanadamu, aweze kujua ubinadamu wako sio madaraka. Fika mahala ungeweza kuwa kiongozi, ukiweza kuwa kiongozi watu wangekutaka bila nguvu kubwa hiyo. Once watu wanakukataa, ungekuwa na ubinadamu, ungeachana na masuala ya uongozi, kwa sababu maisha sio mpaka wewe kiongozi. Kwa hiyo mimi ukiniambia masuala ya uchaguzi huwa na kabla wengine wa Chadema wajaanza hii no reform, no election, kabla wajaanza mimi niliongea kule nyuma nikasema kwa hapa mlipo msifanye uchaguzi wote, mtaingia kuumia, kunungunika, kwa sababu mimi nionavyo tuna viumbe wako tayari kubaki madarakani au kupata madaraka kwa kumfanya yeyote chochote. Sasa tukiwa katika hali hiyo, hatujageuza mioyo hiyo, tunakuwa tunaingia kwenye maumivu tu ambayo hayana suluhisho. Afadhali tungeelewa
tungeelewana kule mwanzoni. Sasa pengine labda hii ya watu waliolelewa katika kumjua Mungu na kuwa na hofu ya Mungu, kuto kujitokeza kuchukua nafasi labda za ubunge, baadaye kuteuliwa kwa mawaziri ili kwa ajili ya kuambukiza hii roho ya Mungu, roho ya huruma, roho ya upendo ndani ya watu. Labda nyinyi mmetuchelewesha. Makanisa yanajiandaje yanakabiliana na changamoto hii? Wewe umejaribu kuandaa hata vijana ambao unasema miaka 2-3 ijao waende wakachukue nafasi hata za ubunge na nini, hatimaye waambukize hii roho ya wema, upendo, ucha Mungu kwenye taifa? Nataka ufahamu kwamba mifumo iliyotengenezwa na wazungu, njia za kupatikana kwa watawala wa Kiafrika ambacho wakakita demokrasia, wamekiseti automatically mtu mwema asijaribu kupenya kuwa kiongozi. Na akitaka kupenya wametengeneza system inayoitwa chama cha siasa, ambayo mle mnakuwa na walevi, makahaba, wezi, ambao wataleta na hoja zingine ambazo zinatakiwa ushirikiane nao kwa mabaya ili wakupasishe kwenda kuwa kiongozi. Na pale mara nyingi unaposhirikiana kwa mabaya pale ndio unapofia wito wa kimungu pale. Lakini kimsingi watu wa Mungu, Daudi alipoongoza, aliyekuwa mcha Mungu, nchi ilikuwa salama. Akina Yusufu walipokuwa mawaziri wakuu, nchi zilitulia. Akina Daniel walipokuwa wasemaji wakubwa na wenye haki, nchi zilitulia. Kimsingi Biblia inasema muovu atawalapo watu hulia. Na muovu ni kuanzia mlevi, anayetoa rushwa kwa namna yoyote, mzinzi kwa namna yoyote. So Biblia inasema azinie na mwanamke ana akili kabisa. Alafu ndio unakuta huyo ndo mbunge wenu, huyo ndo waziri wenu. Kwa hiyo automatically kwa aina ya viongozi waliopo, dunia ijiandae kulia. Na sehemu kubwa ya wachungaji, wahubiri, mtu wa Mungu akisema ngoja mimi niigize uchafu lakini nipate madaraka, wengi wao huwa wanaishia kwenye uchafu. Anachafuka tu, madaraka hapati, na akipata anapata wakati ameshachafuka. Lakini movement ya watu wa Mungu, kuja kushika nafasi za juu, mimi wanasema inatakiwa iendelee. Ila watu wa Mungu waamini katika njia isiyo wa mfumo wa kisiasa hivi. Ni kweli ni kama ni kitu kisichowezekana, lakini wahi kumwambia mtu mwingine kwamba kuna chuma kisichoyeyuka kikipata joto la kutosha. Kwa hiyo watu wa Mungu wangetaka kupitia njia ya kimungu tu, wasizamishwe kwenye mfumo ya kisiasa, wapige tu kelele. Inaitwa nguvu ya umma, sio nguvu ya umma ya watu Chadema hiyo. Nguvu ya umma, watu wa Mungu waseme tu no, haki, vyama viwepo, na vyama ambavyo misingi yake isiwe hayo mengine. Chama tu, tuje hapa tuseme ni sisi tunataka kukomboa jamii hii, tunatumia katiba ni Biblia, wakubaliwe. Sasa hiyo najua hawezi kukubali, lakini watu wa Mungu wakiendelea kupush, wakasimama na maombi yao kukemea mabaya, mioyo ya watu inaweza ikatoka kwa watawala ikaelekea kwa watu wa Mungu hao. Na automatically wale watawala wanaweza wakatishika, wakafika mara no, ifike mara either tugawane madaraka na watu hawa au tuwapishe. Watu wasiofahamu historia ya kanisa wakati wanateswa sana, kuna wakati fulani mfalme mmoja akasema ngoja niwasikilize Konstantino. Ndio aliposikiliza, mbona wana vitu vya maana sana, tunaoa kwa ajili ya nini? Mimi ndo nilia hapa nitawamaliza. Lakini kumbawa ndo wana njia rahisi ya ubinadamu. Kwa hiyo akawachomeka kwenye mamlaka, ingawa kwa bahati mbaya kanisa na watu wa Mungu akipata mamlaka ulaji, huwa maombi yanaondoka, unyenyekevu unaondoka, mwisho wa siku ndipo kanisa likuja kuharibikia. Sasa hawa watu ambao kwenye nafasi za uongozi serikalini, ndio wengi wana dini zao. Kuna Waislamu, kuna Wakristo. Wewe tuongee upande wetu sisi kwa Wakristo. Pengine kuna utaratibu wote ambao ungeandaliwa sasa wa kwa seminar hao waliokoka ambao kwenye system huko, labda tuseme labda kanisa fulani lina waziri, kanisa mtumishi fulani na mwanae ni waziri, mtumishi fulani na mwanae ni mbunge mahali fulani. Pengine ingetakiwa itokee seminar fulani kwamba wa kiroho kiingia, hakikisha unakuwa tofauti kama ilivyokuwa kwa Shadrach, Meshach na Abednego, kwamba haya kubali kwa namna yote ile, usiyafuate. Ingesaidia kwa namna moja ama nyingine kuleta usawa fulani. Au ndio hii kwamba mwenye utu tu akionekana anakatwa mbali ili asiendeleze. Kwa bahati mbaya sana ni kwamba hatuna kanisa lililoandaa waumini wake walio tayari kufa kwa ajili ya haki. Yaani hakuna kanisa lililohubiri kwamba unatakiwa kuwa mtu ambaye ukiwa kazini popote uwe tayari kupoteza kazi,
uwe tayari kuwawa kwa ajili ya kusimamia haki. Tuna makanisa ya watu ambao wameenda kuchukua chochote serikalini ni wawezeshe makanisani. Ndio maana hatuna watu walio kwenye ofisi humo wanaopushi haki. Sehemu kubwa ukitaka ukutane na watu wenye roho mbaya wanaoweza kukufanyia vibaya kwenye huduma yote unayohitaji, basi mtu atakayesema Bwana asifiwe ndio wenye roho mbaya, kwa sababu ile ndio njia ya kujipendekeza kwa mamlaka za juu, waonekane kwamba wanafuata sheria. Lakini unaweza kukuta gani lilevi kabisa ndio lina huruma, liko tayari kama ni kazi nifukuzwe tu, lakini anaonewa. Ila hii miji tunayoisema Bwana asifiwe, asiwe asalamu alaykum, yale yanayosali sana yale, kwa sehemu kubwa ndio yana roho mbaya, kwa sababu ni kama system. Unaweza ukawa salama zaidi ukiwa unashiriki ubaya. Unaweza ukawa salama zaidi mahali pa kazi au ulayani huko. Lakini kama unaonekana unapinga ubaya, ni kama utaandamwa na kila kitu. Kwa hiyo sasa hatuna waumini ambao, mimi binafsi nimewahi kuwa na vijana ambao wameacha kazi kwa sababu wanaona kila wakijaribu kupinga hili wanaandamwa, wakipinga hili wanaandamwa. Waliamua kuresign. Sitaki kutaja nafasi zao, lakini waliamua kuresign na wamekutwa na hatari nyingi, lakini no way out. Wako tayari ila wasiendelee kuona uonevu aina hii. Tungetengeneza timu ya aina hiyo, hizi mamlaka zingekuja kufika mando. Ndio ile nasema watu wangetoa mioyo yao yote kwa watu wenye mamlaka, wangepeleka kwa watu wenye moyo wa kweli. Hizi mamlaka zingerekebisha mambo mengi, ama sivyo zingeamua kukabidhi mamlaka hiyo, kwa sababu hiyo nguvu kadri inavyozidi kuwa kubwa, Nyerere alikusema usipojiondoa mwenyewe, itakapotumika nguvu ya wengi watakuondoa vibaya. Lakini kwa hapa ilipo, mimi nisemacho tu kwamba yoyote aliye na movement ya kwamba nchi inatakiwa ije tawaliwa wakati fulani na mtu mwema, mwenye kuomba endelee kuomba, mwenye kusema, kukemea, kuonyesha athari za ubaya kwa anayetenda na anayetendewa, endelee kusema. Katika hali yoyote, Mungu mwenye rehema anaweza kuja kutuhurumia. Mbarikiwa huwa anajihusisha na mambo ya kijamii, pengine misiba, umealikwa kwenye harusi mahali, huwa unapata nafasi ya kuhudhuria huko? Harusi zina machafu mengi, kwa hiyo harusi wasiende. Ndio maana hata mimi nikifunga harusi hapa kanisani haina sherehe. Ukialikwa kuzungumza kwenye harusi, haina chakula. Hakuna mahali nikialikwa kwenda kuhubiri, pawe kilabuni, pawe msikitini, pawe siwezi kwenda. Ila kwenda kushangaa tu kilichopo pale. Sio. Hivi karibuni tumeona kuna mkutano umefanyika pale Dar es Salaam wa kuombea taifa, sivini kuombea taifa, kuombea viongozi, kuombea nchi. Ndio. Na wewe ni mtu mwenye jukwaa kubwa, kwa maana una maelfu ya watu nyuma yako. Ndio. Labda ungeenda pale, ungepewa nafasi ya kuongea chochote, huoni kama ingekuwa ni fursa wewe ku-address vitu fulani ambavyo ni faida kwa taifa, vikaenda kwa ukubwa, kuonekana pale? Hii sio kama umejitenga na wenzako? Jibu langu tayari nimeshakujibu. Umejibu mic. Pote penye mkusanyiko wa watu, kama pana platform ya mimi kuongea, niko tayari kuvumilia takataka yoyote. Niko tayari kuvumilia takataka, ila unipe tu nafasi ya kuongea. Na kwa taarifa yako sasa, nikipata nafasi ya kuongea, sitaongea ulioniwekea wewe kinywani au agenda iliyoko pale, hata kama ni mbovu. Kama ni mbovu, naanza kuifumua kuanzia agenda yenyewe. Sasa hicho ndio kitu hawezi kuonekana. Sasa pengine ungeonekana na kwa title yako, angesema mzee Buki kidogo salimia jukwaa dakika 5. Huwa sipendi kutumia title, napenda kutumia utaratibu. Yani Mbarikiwa, utakuja kwenye mkutano huu, ni wa Chadema, ni wa CCM, ni wa manabii, ni wa wachungaji. Tunataka uje uongee jambo unalojua jamii isiwe inafanya hivi, au jamii inafanya hivi, au lengo walioko hapo. Yani lengo isiwe uje unge mkono, kwa mfano tuombe mwenye mamlaka huyu, wakati anaua watu, anaibia watu, anapora watu, ni binafsi, tumuombe Mungu amlinde huyu mtu, aendelee kuua watu, aendelee kuibia watu, aendelee kupora watu. Huyu kuna maombi mawili tu ya kumwombea. Ombi la kwanza, abadilike, kwamba Mungu, huyu mtu atakapokuwa anasikia maonyo ya kweli, ayasikilize kwa adabu na heshima, abadilike. Au Mungu mtendee sawa na anayoyafanya. Hilo ombi popote ukiniita nitaliombea.
popote, kwa sababu Mungu amlipi mtu sawasawa na alivyoombewa, anamlipa mtu sawasawa na alivyotenda. Okay. Nini wito wako sasa kwa kanisa la leo? Nini wito wako hasa kwa kanisa la leo? Yaani kama watu wakiamua basi kukuchukua wewe au kuchukua maelekezo yako kama ndio dira ya kanisa. Nini ungetamani kifanyike ndani ya kanisa hasa? Hasa kwa wachungaji, mitume, manabii ambao wanaongoza watu. Nini ambayo ni mwito wako kwamba natamani hawa watu wangefanya hivi? Nini hasa? Cha kwanza, imeandikwa kwamba shina la mabaya yote ni watu kupenda fedha. Na katika siku za mwisho watu watapenda fedha kuliko kumpenda Mungu au kupenda jamaa zao. Watu wajue kuna maisha baada ya faida wanayozipata, matumbo makubwa wanayokuwa nayo, magari makubwa mazuri wanayoendesha. Utu ni zaidi ya utajiri mwingine wowote. Ndio maana mimi sina waumini wengi, mimi sina mali nyingi, lakini mimi ni mmoja kati ya mtu niliye na thamani kubwa kwenye mioyo ya watu. Kwa sababu mimi situmii maisha yangu ama uhubiri wangu kama njia ya kupata faida. Na hapa nilipo niwatoroka kidogo. Kuna mtu mmoja amekuja hapa, aligongwa na gari, ana muhogo, alikuwa mfungwa gerezani, nilifungwa naye, niwasaidia mle, alikuwa na shida, utaiona nimechukua clip kidogo. Nikiwa katika hali ngumu, lakini ana muhogo, hana hela ya kwenda kutolea muhogo. Kakumbuka alitoka mwezi wa 6 mwaka jana, amekwama mwaka huu, ndo amejua kuna baba yetu ambaye alikuwa anatusaidia, ndo kaja, sina hela ya kutolea muhogo. Aliniambia na muda ulishapita. Nikamwambia anyway, haya, hii hela ya kutolea muhogo hii hapa, ebu sio nampa mpaka, yani nampa humo ndani sina hata shilingi 50,000 ninayo kwenye M-Pesa kidogo. Ndo nikamwambia binti, naomba 50,000 nimpe, alafu wewe na kutumia kwenye M-Pesa. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa mimi ndo maana nikafanya kusema katika uhubiri maarufu Tanzania au duniani, mimi ndo mmoja ninaishi maisha ya dhiki, kwa ambaye ningetumia umaarufu wangu ningekuwa na utajiri mwingi. Lakini mimi nimetanguliza nini? Mtu ni zaidi ya fedha. Upotovu na ukengeufu wote huu unaohubiri kuwa wanafiki, kuwa ndumila kuwili, kuwa nyoka, ni kwa sababu ya maslahi ambayo uyapata kwa aidha kwa wenye mamlaka, kwa sababu ya maslahi, kwa anakuwa tayari kunyamazia lolote, kusifia chochote. Sasa wajue kuna maisha baada ya ulaji huo. Kuna maisha baada ya yeye kuwa salama wakati wengi wanalia. Kuna maisha baada ya hayo. So nini wafanye sasa? Kuna wasemaji wanasema ilitabiriwa. Hakuna watakachofanya. Wengi wanakuambia tunatamani kuwa kama wewe, lakini kwa kweli hatuko tayari kufa. Kwa kweli hatuko tayari kupata madhara juu ya jambo hilo. Kwa hiyo mimi off camera nimekujibu kwamba sihubiri ili tu wabadilike. Biblia inasema katika Ezekieli 2 kuanzia mstari wa 3 kwamba nakutuma kwa watu wanaoasi sana. Wanaasi sana. Sio kwamba watabadilika, ila watajua tu alipata kuwako nabii miongoni mwao. Wow. Nadhani kwa leo maswali yangu yameisha, lakini mke wangu aliniambia jambo moja. Wakati nakuja hivi, ananiambia ulisema mtumishi Barikiwa atapita kutusalimia Morogoro. Lakini kwenye clip yake alisema na kuahidi zawadi. Haitakuwa kubwa sana, lakini zawadi fulani. Ananiambia mimi naomba nipokee zawadi. Sasa ataona hii clip. Ndio. Ataniuliza hii zawadi iko wapi? Ndio. Mjibu hapa hajasikia. Jibu la zawadi yangu. Amen. Nilisema kanisani na kwa baadhi ya watu kwamba zawadi ambayo nitamsurprise ni mimi, sikuisema pale, nikasema kumtembelea kwangu, mimi kumrahisishia aonane na mimi, na mimi ni zawadi kubwa sana. Kwa hiyo hiyo zawadi watoto wangu niliwaambia natima umeitimiza leo. Na natima ndio maana nimekurahisishia sana. Kweli. Kimsingi mimi si mtu kama hapa ulipo, hapa una namba yangu. Kweli. Na kuna muda fulani nasema kuna watu walinipa namba, nikwambia taja. Yaani hapo nitaka nijue aliyekupa nani. Kwa sababu kila aliye na namba yangu mimi namjua, ama sisipomjua ana amri usitoe namba bila kupata kibali kwangu. Kuna sababu nyingi, lakini hizo achana nazo za kutokuwa na namba yangu, kutokuwa wazi kivile. Kwa hiyo ukiona mimi Mbeya hapa, nafahamu, nimekwambia off camera, nafahamu kisi wachungaji wawili si watatu, ila wengi wananifahamu.
na mimi kunifikia sio jambo rahisi. Mimi kukutembelea sio jambo rahisi. Mimi nikogo kanisani tu. Kwa hiyo mimi nikikupa mlango watuongee, tuonane, niongee na wewe vyovyote utakavyonichukulia ni jambo kubwa. Kwa hiyo ndio zawadi ambayo nilisema nitakusurprise. Na mimi nimeipokea. Asante sana. Nashukuru sana kwa nafasi, nashukuru sana kwa maonyo, kwa maelekezo. Sisi ni vijana ambao tunakuwa, tunampenda Mungu sana. Na tunatamani kuona nchi yetu ikiishi katika namna ambavyo kila mmoja anaifurahia. Kwa tunapoona kuna vitu haviko sawa kwa platform ambazo Mungu ametupa, tunajaribu kupaza sauti huko na huko. Lakini pengine hayo tunapata ujasiri kwa sababu kuna mabega tumekanyaga. Na moja mabega ambayo tumekanyaga ni nini ambayo umetutangulia. Kwa hiyo unajaribu kuzungumza hiki, unajaribu kuzungumza kile, lakini unaangalia huko nyuma kuna mtu ambaye amekuwa akizungumza hivi. Kwa hiyo mimi sasa niseme tu nimefurahi kwa sababu yule ambaye nilikuwa namuona mtandaoni nimemuona physically, lakini pia nikajua labda itaishia kule kwenye kunionya. Nimekuja hapa tena umeongezea tena. Ngajaribu kujielezea, lakini mwisho ukaniambia pamoja na hayo, lakini bado mwisho wa siku mpira unaweza usiwe ni shida sana, lakini unakuweka karibu na kukosea. Ndio kanipa mfano mzuri sana, naelewa. Kwa hiyo kuanzia sasa wakiona sitabiri mipira sasa, wanajua shida ni wewe sasa. Na kukusema mimi nimemaliza. Asante sana. Asante sana mtu wa Mungu. Tumefika mwisho. Nadhani umeenjoy. Amen. Amen. Mungu wa rehema, Mungu wa neema, Mungu wa baraka, Mungu uliye kweli, mimi ni mjumbe wako tu. Sikuwa wa kuwa na thamani machoni pa mwanadamu yoyote. Hata nikiwa na thamani, ni wewe umeweka thamani hiyo kwenye moyo wa mtu huyo. Jambo kubwa na ombi langu, ukaribu wote naweza kuwa nao na mtu ukawe na faida kwake. Usiwe na hasara kwa namna yoyote kwa familia yake na jamii yake. Kijana huyu katika hali yoyote. Maombi yangu haya yakafanya roho yake iwe na kibali machoni pako. Kamuongoze na kuomba tu Mungu kamuongoze kwa rehema zako na pendo lako. Ni kijana, damu inachemka, wana mashauri mengi, wana watu wengi, na leo wameniona mimi pamoja naye. Bila shaka wako watakaompongeza, wako watakaomshambulia. Vyovyote vile wampongezao, wamshambuliao, yote hayo yakasababishe hekima kuongezeka na kukua ndani yake. Akawe kijana mwenye kuogopa kuharibu, kupata faida na mapato ya laana. Kamuongoze Mungu kwa maombi haya. Najua yuko mbali, hatujaongea mengi na inaonekana tusiongea mengi, lakini wewe ni kiongozi mzuri, wewe ni mwalimu mzuri, unaweza kumsaidia. Mimi kwa msaada wako pale itakapobidi, mimi nitatamka jambo lolote kwenye maisha yake. Katika yale atakayofungua mlango, naamini kabisa utamsaidia. Lakini katika mengine yote kwa maombi haya naomba kamuongoze. Kamuongoze katika njia isiyo na majuto. Katika jina la Yesu na kushukuru Mungu. Amen. Asante sana. Asante sana. Haya baba. Amen.